Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Hii ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Tukiliangazia somo la 4 robo hii. Somo linalosema umoja kwa njia ya unyenyekevu. Na sasa tunajielekeza katika sehemu hii ya ufafanuzi kwa mwalimu. Aya muhimu juma hili ni Wafilipi sura ile ya 2 aya ya 2, ambayo inasema, ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja, wenye mapenzi mamoja, wenye roho moja, mkinia mamoja. Lengo la somo ni Wafilipi sura ile ya 2 aya ya 1 hadi 11. Sehemu ya kwanza ya muhtasari, mwandishi anasema Wafilipi 2 aya ya 1 hadi ya 4 inaanzisha sehemu ambayo Paulo anajadili mfano wa Kristo wa unyenyekevu kwa maisha ya Kikristo. Wafilipi 2 aya ya 1 hadi 18. Kristo ndiye kielelezo chetu kikuu cha utii kwa Mungu, kumpenda na kuwa wamoja naye. Wakati wa huduma yake duniani, Kristo alikuza ushirika wa kina na Baba na alisisitizia umoja wao tena na tena. Yohana Mtakatifu 5:19, Yohana 10:30, 10:38, Yohana 12:45, Yohana 14:9 na 10, Yohana 17:11 na 21 hadi 24. Vivyo hivyo Yesu alisisitizia umoja wake na Roho Mtakatifu. Yohana 14:16 na 26, Yohana 15:26 na Yohana 16:7. Washirika wa uungu wanaishi milele katika uhusiano wenye mapatano na upendo, wakitoa mpango makini wa umoja na upendo ambao unapaswa kufasili uhusiano miongoni mwa waumini. Paulo anasisitiza mada hii si tu katika waraka kwa Wafilipi bali pia mahali pengine. Kwa mfano, mwanzoni mwa Wakorintho wa kwanza anasema, basi ndugu na wasihi kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo kwamba nyote mnene mamoja, wala pasiwe kwenu faraka, bali mhitimu katika nia moja na shauri moja. Wakorintho wa kwanza sura ile ya 1 ya 10. Linganisha na Warumi 15 ya 5 hadi ya 7 na Wagalatia 3 ya 26 hadi 29 na Waefeso 4 ya 1 hadi ya 6. Mwisho ni Wakolosai 3 ya 12 hadi 15. Somo la juma hili linaangazia mada kuu 3. Mada ya kwanza, kuishi kwa umoja na kupendana ni wajibu muhimu wa Kikristo na mwenendo unaotarajiwa wa kila mfuasi wa Yesu. Mada ya pili, kama Wakristo tumeitwa kukuza namna ya kufikiri kama Kristo. Paulo anasisitiza kile ambacho mtazamo kama Wakristo unahusisha. Mada ya tatu, akili zetu zenye kikomo haziwezi kufahamu kikamilifu kujishusha kusiko na kikomo kwa Kristo katika kufanyika mwanadamu. Kujishusha huku ni siri isiyoweza kueleweka. Sehemu ya pili ya ufafanuzi kwa mwalimu inaitwa ufafanuzi. Tunaanza na mada ndogo ya kielelezo. Kwa sababu za kiusalama, wapanda mlima wanajifunga pamoja kamba wakati wa kupanda mlima. Kwa njia hiyo, mpandaji mmoja akiteleza na kuanguka, hawezi kuanguka hadi kufa. Atashikiliwa na wengine hadi apate kusimama tena. Kanisa linapaswa kuwa hivyo. Mshiriki mmoja anapoteleza na kuanguka, wengine wanapaswa kumshikilia hadi apate kusimama tena. Sote tunafungwa pamoja na Roho Mtakatifu. Umoja na upendo. Katika Wafilipi sura ile ya 2 ya 1 hadi ya 4, Paulo anadokeza kwamba kushindana ndiyo sababu kuu ya mfarakano ndani ya kanisa. Anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno. Wafilipi 2 aya 3. Maneno kushindana na majivuno
yanatafsiriwa mtawalia kutokana na nomino za Kiyunani Erytheia na Kenodoxia, zote ambazo zinapatikana mara chache katika Agano Jipya. Ya kwanza inatokea mara 7 karibu katika nyaraka za Paulo pekee. Warumi 2 aya ya 8, Wakorintho wa pili sura ya 12 aya 20, Wagalatia sura ya 5 aya 20, Wafilipi sura ya 1 aya 16 na Wafilipi aya ile ya 3 katika sura ya pili. Mwisho ni Yakobo sura ya 3 ya 14 na 16. Ya pili inatokea mara moja tu. Cha ajabu, neno Erytheia halipatikani katika tafsiri ya Kiyunani ya Agano la Kale, na Kenodoxia linatokea mara 3 tu, lakini katika vitabu visivyotambuliwa kama sehemu rasmi ya maandiko. Kwa hiyo inaonekana kwamba matumizi ya Paulo ya maneno haya katika Wafilipi 2 aya 3 hayatokani na toleo la Kiyunani la Agano la Kale. Kinyume chake, maneno yote mawili yanaonekana katika orodha za zamani za maovu katika maandishi ya wanafalsafa kukosoa ushindani. Haishangazi, Erytheia inaonekana katika orodha za dhambi zilizoandikwa katika Wakorintho wa pili sura ya 12 aya 20 na Wagalatia 5 aya 20. Kwa wazi, Paulo anatumia maneno haya kubainisha tabia ambazo Wakristo wanapaswa kuziepuka. Wafilipi 2 aya ya 1 hadi ya 4 inaonyesha kwamba ili umoja uwe jambo halisi katika kanisa, mtu ni lazima si tu aepuke ushindani na ubinafsi unaodhoofisha mapatano, bali pia kuwa na nemsi za Kikristo ambazo ni muhimu kwa ajili ya kukuza hali ya umoja. Mazingira yenye mapatano yana sifa ya faraja, matulizo, mapenzi, ushirika, huruma na rehema. Wafilipi 2 ya 1. Katika mazingira kama haya, watu wanakuwa na nia moja, wenye mapenzi mamoja na kufanya kazi, wenye roho moja, wakinia mamoja. Wafilipi 2 aya 2. Hata hivyo, Paulo hatetei hali ya kuwa sawa, bali umoja katika utofauti. Katika kushutumu kushindana na majivuno, anawasilisha mtazamo ulio kinyume, yaani unyenyekevu. Wafilipi 2 aya 3. Mtazamo huu unafafanuliwa zaidi katika sentensi inayofuata: kila mtu na amhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Wafilipi sura ile ya 2 aya 3. Wazo hili ni muhimu sana kiasi kwamba Paulo analirudia kwa maneno tofauti katika aya inayofuata: kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe, bali kila mtu aangalie mambo ya wengine. Wafilipi 2 aya ya 4. Paulo hataki wasomaji wake wasiangalie mambo yao wenyewe, bali waangalie na mambo ya wengine kwa uangalifu mkubwa badala ya kutojali. Yesu ndiye mfano wetu mkuu katika jambo hili. Hivyo Paulo anawahimiza wasomaji wake kukuza mtazamo kama wa Kristo. Mtazamo kama wa Kristo. Wafilipi sura ya 2 aya ya 1 hadi ya 8 inawasilisha maneno kutoka katika mzizi wa Kiyunani phrein au phron. Mzizi huu unatumiwa kusisitiza matumizi ya uwezo wa mtu wa kupanga kwa uangalifu. Katika muktadha huu, katika Wafilipi 2 aya 2, Paulo anawahimiza wasomaji wake wawe na nia moja, tu auto pronete, wakiwa na mapenzi mamoja, wakiwa na roho moja na wakinia mamoja, tuhen frotonoutes. Tafsiri ya mwandishi: upatanifu huu unawezekana tu ikiwa kwa unyenyekevu, tapeinofrosine, kila mtu atamhesabu mwenziwe kuwa bora kuliko nafsi yake. Wafilipi 2 aya 3. Tafsiri ya mwandishi. Kilele cha namna hii ya kufikiri inafikiwa katika kauli ifuatayo: iweni na nia phroneite hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu.
Wafilipi 2:5. Paulo anawahimiza Wafilipi kukuza namna ya kufikiri kama ya Kristo, kwa sababu huku kufikiri ndiko kunakoweza kusababisha kutenda kama Kristo. Wanazuoni wanajadiliana ikiwa neno hiyo katika Wafilipi 2:5, nia hiyo linarejelea unyenyekevu unaotajwa katika Wafilipi 2:1 hadi 4, au upole wa Yesu kama unavyodhihirishwa na mtazamo wake unaoelezewa katika Wafilipi 2:6 hadi 8. Haidhuru iweje, Yesu ndiye kiwango kinachopaswa kuigwa. Kama vile Tom Wright anavyosema, kila mtu ni lazima atazame kitu kingine tofauti na wao wenyewe, na kitu hicho ni Yesu Kristo mwenyewe, mfalme, Bwana na habari njema ambayo imekuja kubadilisha ulimwengu kwa jina lake. Kama Wakristo tumeitwa kukuza namna ya kufikiri na kutenda kama Kristo. Paulo anatoa hoja kwamba Yesu alifahamu kikamilifu kuwa yeye ni nani, Wafilipi 2:6, walakini alijifanya kuwa hana utukufu, Wafilipi 2:7, na kujinyenyekeza, Wafilipi 2:8. Paulo anaeleza kwamba Yesu alijifanya kuwa hana utukufu kwa kutoa namna ya mtumwa, yaani kwa kuzaliwa katika mfano wa wanadamu, Wafilipi 2:7. Alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, Wafilipi 2:8. Kwa muhtasari, Yesu alifanyika mtumwa, tazama Mathayo 20:28 na Marko 10:45, na kujitoa kafara kwa ajili ya wokovu wa wengine, tazama Wakorintho wa pili 9 katika sura ya 8 na Waebrania 12:2. Kwa kutii mapenzi ya Mungu, tazama Mathayo 26:39 na Warumi 5:19. Wale wenye mtazamo kama wa Kristo wako tayari kufanya vivyo hivyo. Siri isiyoeleweka. Katika Timotheo wa kwanza sura ile ya 3 aya ya 16, Paulo anatoa muhtasari wa utume wa Yesu, kutoa kwake mwili wa kibinadamu, kifo, ufufuo, kupaa kwake na hata dokezo la kutangaza Injili kwa watu wa mataifa na kuongoka kwa baadhi yao. Vinaelezewa kwa iktisadi wa ajabu wa maneno. Huduma ya Yesu hapa duniani na matokeo yake yanaonyeshwa kama maudhui ya siri ya utauwa. Neno la Kiyunani maisterion, yaani siri, linapatikana mara 28 katika Agano Jipya, hasa katika nyaraka za Paulo mara 21. Takriban kila mara neno hili lina uzito mkubwa kwa elimu juu ya Kristo katika maandishi ya Paulo. Kwa mfano, katika Warumi sura ya 16:25, Paulo anahusianisha siri hii na ujumbe wa Injili vivyo hivyo. Katika Waefeso sura ile ya 3 aya 2 hadi 13, anazungumza juu ya siri hii tena na tena katika muktadha wa huduma yake kwa mataifa. Paulo anabainisha kwamba alijulishwa siri hiyo kwake kwa kufunuliwa, Waefeso sura ile ya 3 aya 3, ambayo kwayo aliweza kupata ufahamu wake katika siri ya Kristo, Waefeso 3 aya ya 4. Wanazuoni mbalimbali wanakubali kwamba kirai siri ya Kristo kinaweza kueleweka kama siri ambayo ni Kristo. Paulo anaeleza wazo hili kwa upana zaidi katika Wakolosai. Anazungumzia siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote. Wakolosai 1 aya 26. Zaidi ya hayo, anarejelea siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, Wakolosai 1:27. Tazama pia Wakolosai 2 aya 2 na Wakolosai 4 aya 3.
Katika Waefeso 6:9, Mtume Paulo anataja kazi yake ya kutangaza siri ya Injili au siri ambayo ni Injili. Katika Warumi 11:25, siri inahusiana na ukweli kwamba Injili ingewafikia mataifa. Zaidi ya hayo, Paulo anadokeza kwamba neema ya Mungu ni siri isiyoweza kueleweka. Warumi 11:33. Kwa hakika haiwezi kueleweka. Yesu alikuwa tayari kustahimili msalaba na kuidharau aibu. Waebrania 12:2, kama Paulo anavyoiweka katika Wafilipi 2:8, Yesu alijinyenyekeza hata kufa, naam, mauti ya msalaba. Sehemu ya 3 ya ufafanuzi kwa mwalimu inayosema matumizi maishani. Tafakari juu ya mada zifuatazo, kisha waombe wanafunzi wako wajibu maswali yaliyo mwishoni mwa sehemu hii. Mgeni katika hospitali ya magonjwa ya akili alistaajabu kuona kwamba kulikuwa na walinzi 3 tu waliokuwa wakiwalinda wagonjwa hatari zaidi ya 100. Alimuuliza aliyemwongoza, "Je, huogopi kwamba watu hawa watawashinda walinzi na kutoroka?" "Hapana," lilikuwa jibu. "Majinuni hawawezi kuungana." Kisa hiki kinaelezea uwezekano wa ukuaji ambao jamii inapoteza kwa sababu ya kukosa umoja. Kutokuwa na umoja ni hali mbaya na jambo ambalo Wakristo wanapaswa kuepuka kwa namna yoyote ile. Hakuna kitu kinachoweza kutishia ustawi wa jamii ya watumishi kuliko kukosa umoja. Ndiyo maana Paulo alijali kuuhusu na aliweka wazi kwamba kuishi katika umoja si nemsi ya Kikristo tu, bali pia amri. Ijalizeni furaha yangu ili muwe na nia moja. Wafilipi 2:2. Na kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe tu, bali pia angalie mambo ya wengine. Wafilipi 2:4. Yesu ndiye mfano wetu mkuu wa kuangalia mambo ya wengine. Alifanyika maskini ili kwa umaskini wake sisi tupate kuwa matajiri. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho sura ile ya 8:9. Hivyo, wito wa Paulo kwa wasomaji wake hukuza namna ya kufikiri kama Kristo. Haupaswi kuwa jambo la kushangaza. Ni lazima tufuate nyayo za Yesu, tukiishi kwa unyenyekevu na utii kwa Mungu. Ingawa hatuwezi kufahamu kikamilifu kiwango cha kujishusha kwa Kristo katika kuwa mwanadamu, tunajua kiasi cha kutosha kuishi kwa umoja sisi kwa sisi. Maswali: inamaanisha nini kuangalia mambo ya wengine? Zipi ni baadhi ya njia tunazoweza kuweka wazo hilo katika vitendo? Swali la pili: kwa nini umoja kati ya waumini ni muhimu sana? Tunaweza kufanya nini ili kukuza umoja ndani ya kanisa? Mpendwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ni robo ya kwanza ya mwaka wa 2026. Robo hii ina mada kuu isemayo kuunganisha mbingu na dunia, Kristo katika Wafilipi na Wakolosai. Juma hili tumeangazia somo la 4, somo linalosema umoja kwa njia ya unyenyekevu, kwa ajili ya Januari 17 hadi 23. Kutoka katika kitabu cha Wafilipi 2:2 tumejifunza namna ya kuwa na umoja. Na huu ni ufafanuzi kwa mwalimu ambao unafanya tufikie tamati ya tafakari nzima ya somo hili la 4. Mungu akubariki kwa kutenga muda wako kujifunza mada hii. Mungu akubariki kwa kuendelea kuwa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya katika kituo chako bora cha The Gospel Media.
Na huo ndio mwisho wa tafakari ya ufafanuzi kwa mwalimu na somo la 4 juma hili. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amina.